Ile sehemu ya 4 tunaomba huruma, ile Bwana utuhurumie, au wanakuwa wanaimba ile Bwana utuhurumie. Na hii inabeba vionjo viwili, toba na furaha. Toba na furaha, tunaendelea kupiga magoti ili baadaye tusimame kwa furaha kubwa katika wimbo wa utukufu. Tunasimama kwa furaha kubwa katika wimbo wa utukufu. Na sehemu ya 5 ni utukufu. Kwenye kuomba huruma, kuimba Bwana utuhurumie, ambayo inabeba vionjo vya toba na furaha. Lakini sehemu ya 5 ni utukufu. Ule wimbo wa utukufu tunaoimba, ule wimbo wa Noeli. Noeli ya kimalaika unaonyesha furaha ya fungo la ukombozi. Tukumbuke Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa. Malaika walikuwa na furahi, waliimba wimbo wa utukufu. Wimbo wa utukufu ni wimbo wa Noeli wa kimalaika, unaonyesha furaha ya fungo la ukombozi. Halafu tukishaimba utukufu, tunaingia sasa liturujia ya neno. Liturujia ya neno, majani yakauka, ua lanyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Neno la Mungu wetu litasimama milele. Kisoma kitabu cha Nabii Isaya sura ya 40 aya 8, liturujia ya neno. Kwa hiyo yapasa kusikiliza kwa makini, kwa sababu umuhimu wa neno la Mungu unaonekana katika ukweli kwamba neno, kwamba umuhimu wake unaonekana katika ukweli kwamba ndilo lililoumba. Neno la Mungu ndilo lililofanyaje? Ndilo lililoumba. Kwa hiyo tukisoma Yohana aya ya 1 hadi sura ya 1 aya ya 3, au Wakolosai sura ya 1 aya ya 16, ndipo tunaposhuhudia jinsi neno lilivyokuwa na nguvu ya kuumba. Neno ndilo lilofanya taifa la Mungu. Neno ndilo lilofanya taifa la Mungu. Soma kitabu cha Kutoka ile sura ya 4 aya ya 22. Kitabu cha Kutoka ndilo lilofanya taifa la Mungu. Ndilo lilounda kanisa kutokana na mbegu ya neno la Mungu yapata kustawi makanisa. Makanisa ndilo lilounda kanisa, neno la Mungu. Kwa hiyo ni sehemu ya liturujia ya neno. Kwa daima tunapaswa kusikiliza kwa makini, kwa sababu umuhimu wa neno la Mungu unaonekana katika ukweli kwamba ndilo liloumba, ndilo lilofanya taifa la Mungu, na ndilo lilounda kanisa. Sehemu ya 7 ni somo la kwanza na la pili. Somo la kwanza na la pili. Lengo la masomo katika ibada toka maandiko matakatifu ni kutusaidia. Kwa nini tunasoma haya masomo? La kwanza, la pili. Kama nyingi toka somo la kwanza katika dirisho la misa, toka Agano la Kale, kutoka Agano Jipya, barua za Paulo, na pia Injili, awali wa Injili. Kwa hiyo lengo la haya masomo tunayoyasoma ya ibada kutoka maandiko matakatifu ni kutusaidia kujifahamu kwamba sisi tu watu gani, kwamba yanatusaidia kujifahamu kwamba sisi ni watu gani, kwa kututia moyo. Yale masomo yanatutia moyo, kutuonya, kutahadharisha, kutugombeza, kutuelekeza. Ndio lengo msingi la masomo ambayo tunayasoma, kwamba yanatuonya, yanaturekebisha, yanatupa tahadhari kwa ajili ya mambo yajayo. Na katika Injili Yesu mwenyewe anaonekana katikati yetu akizungumza nasi, anatenda yetu na ndani yetu kama
matini na tangaza Yesu anakuwa katikati. Jambo la nne ni wimbo wa katikati ya somo moja au mawili. Soma somo la kwanza, kuna wimbo wa katikati. Na wimbo wa katikati ni sehemu muhimu sana kwa sababu inachochea tafakari juu ya neno la Mungu. Na hasa dhamiri ya somo la kwanza. Ule wimbo wa katikati unachochea dhamiri ya wimbo wa kwanza kwa kama kiunganishi. Kwa hiyo tafakari ya neno la Mungu na hasa dhamiri ya somo la kwanza. Katika Zaburi sura mbalimbali, zile Zaburi ambazo zinaimbwa katika wimbo wa katikati huwa zinaonyesha sura ya mtu wa huzuni, nyingine zinaonyesha maombolezo, zinaonyesha Kristo kufufuka. Katika Zaburi za kifalme, sura za Bwana wa hekima, katika Zaburi za hekima, sura za shukrani, katika Zaburi za nyimbo. Kwa katika Zaburi tunapozisoma, tukumbuke kwamba Zaburi zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna Zaburi za maombolezo, kuna Zaburi za huzuni, Zaburi za shukrani, Zaburi za shukrani, Zaburi za hekima, kuelezea makuu ya Mungu. Halafu jambo la 9 ni shangilio. Shangilio ndani ya misa takatifu. Baada ya hayo masomo, kinachofuata ni shangilio. Wimbo huu una tabia ya furaha kushinda. Ni wimbo ambao waamini wote wanafurahi kumkaribisha Bwana ambaye yuko karibu kuzungumza nao. Tunapoimba shangilio, tunamkaribisha Yesu. Sasa atakuja kuongea nasi, tunamkaribisha. Kwa hiyo maana ya wimbo huu hasa ni kushangilia ujumbe ambao tu karibu kusikia. Tunaimba shangilio tukiwa tunakaribia sasa kuja kusomewa Injili, kwamba tunaikaribisha sasa kumsikiliza Yesu anasema nini katika neno lake. Kwa hiyo wote tunasimama kama ishara ya kwenda pamoja na pale kwenye sehemu anakwenda kusomea kwenye hii ibada. Tunasimama tunaelekea pamoja pale. Sehemu ya 10 Injili. Injili, kusoma kwa Injili ndicho kilele sasa cha liturujia neno, kwamba kwenye liturujia ya neno pale na kusoma sasa Injili ndio kilele chake, kwa maana ndio mwisho wa ile liturujia ya neno. Sababu katika misa takatifu imegawanyika katika sehemu mbili, liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi takatifu. Kwa hiyo kusoma kwa Injili ndicho kilele cha liturujia ya neno. Pale anasema Bwana ni nani, bila kupanua mikono, kuonyesha kwamba sasa ni Kristo mwenyewe anayetenda. Yaani pale anaposoma Injili ni kwamba pale ni Kristo sasa anakuja kuongea na sisi kupitia neno lake. Kwa hiyo anazungumza katika Injili, na baada ya waumini kuitikia kama kawaida, anaendelea soma Injili takatifu iliyoandikwa labda na mwinjili fulani, iwe Injili Mathayo, iwe Injili Marko au Injili Luka au Yohana. Kisha maliza atasema neno la Bwana. Kwa hiyo neno la Mungu ni lile lililotangazwa, kwa maana kwamba neno lilikuwa hai. Neno lilikuwa hai katika nafsi za Kristo. Kwa hiyo pale anamalizia kwa kuibusu, anabusu sehemu aliposoma. Pale anabusu. Na anabusu, kwa nini anabusu pale aliposoma? Ile ni ishara ya upendo na heshima. Ishara ya upendo na heshima. Ishara ya upendo na heshima. Pale akishamaliza kusoma, basi ataja sehemu ya 11. Sehemu ya 11 ni mahubiri. Ni mahubiri ambayo wakati mwingine mtu anapohubia homilia. Na maana yake ni kwa nini tumeshasikiliza neno la Mungu, sasa ni kwa nini sasa tunakuja kuhubiriwa tena wakati kila mmoja amesikiliza?
ni kwamba sasa padri anatoa mafundisho ya kumfunua Yesu, kumfunua Yesu kwa watu. Mahubiri yote ni kweli tu kwa kuwa Yesu alifufuka katika wafu. Kwa hiyo yeye anatoa tu ufafanuzi wa kumfunua Yesu.